hiki ni kikao cha unajisi. Sawa, wewe utaisikia. Naomba watu tu. Wapo wanne. Tulichukua na makobla yake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa baada ya amri ya kuwakamata viongozi 5 wa SACCOS ya walimu Mbinga kutolewa na mkurugenzi msaidizi wa rasilimali watu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini Bwana Kawina, baada ya viongozi hao kutuhumiwa kuhusika na ubadhirifu wa zaidi ya milioni 500. Mbinga na kwenyeko nako kuna ubadhirifu katika chama cha walimu cha halmashauri ya wilaya ya Mbinga zaidi ya shilingi milioni 540 za chama hiki zimechukuliwa na baadhi ya wabadhirifu, na muda wa kurejesha mikopo yao umekwisha bila sababu za msingi hawajaweza kurejesha. Lakini kwenye zile hasara ambazo zimesababishwa na uongozi utagawana hasara. Kwa hiyo tukiandika ile surcharge tutawagawanishia hasara ili waweze kutulipa kwa pamoja. Kaimu mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Ruvuma Bwana Biezeli Malila amesema viongozi hao wanatuhumiwa kujikopesha fedha za wanachama bila utaratibu na madeni kuwabebesha wanachama ambao hawakukopa. Yaani ni kinyume kabisa cha utaratibu. Hebu angalia, mtu ana akiba za 500,000 anachukua mkopo wa milioni 25. Sheria inasema mkopo hautazidi mara 3 ya akiba zako. Na kama ulifanya hivyo, mbona mkufanya kwa wanachama wa kawaida? Kwa nini huu mkopo hii zaidi ya mara 3 imekuja kwa viongozi tu? Awali wanachama wa SACCOS hiyo wamesema jumla ya viongozi 14 wa SACCOS hiyo wanatuhumiwa kwa ubadhirifu huo, huku walimu wengine hadi wanastaafu na kufa bila kupewa pesa zao, ambapo kati ya viongozi hao 14 tayari 4 wameshakamatwa na polisi na 10 wanaendelea kusakwa na polisi. Tatizo ni kwamba hata sisi walimu wastaafu tulio wengi pamoja na mimi tuliwahi kupunguza hela kidogo sana mwaka jana. Kwa mfano mimi naenda shilingi milioni 1.4, lakini kupunguza 50,000 tu. Na papo hapo kuna walimu wastaafu wengine wamekufa zao pale chamani wamepata. Nifika amini tutatoka piga kabisa picha na mrushe. Joseph Mwambije, ITV, Mbinga, Ruvuma.